vikwazo vya baraka. Vikwazo vya baraka. Ulipoumbwa wewe, uliumbwa in a way that succeeding is so easy than failing. Ulitengenezwa ni kushinda kwako wewe ni rahisi kuliko kushindwa. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haina makosa. Lakini nashangaa yako ina makosa kibao. Kuna mkono wa mtu. Kazi ya Mungu imekamilika, lakini yako mbona iko vinani? Kuna vile imekaa yani. Kuna mtu, kuna mkono wa mtu. Umeumbwa ili upate. Umeumbwa ili ushinde. Umeumbwa ili upate watoto, uijaze dunia, na wale watoto wapate mali, yani uache mali kwa wana wako, kwa wajukuu yani. Biblia inasema mali ya mwenye haki itabaki mwenye haki yani mali yake itaacha kuwa urithi kwa wana wa wanawe. Lakini mpaka sasa miaka imesonga sana, hauna mali. Miaka imesonga sana, kuolewa hujaolewa. Miaka imesonga sana, mateso left right and center. Kuna mkono wa mtu. Isaiah 46 verse 10 inasema, nami Bwana natangaza mwisho kabla ya mwanzo. Mungu anajua mwisho wako kabla ya mwanzo. Mungu anajua huko mwisho utakuwa nani. Wachawi pia wanakuangalia wewe ulipozaliwa, anakuona mwisho wake huyu ni bora kuliko mwanzo. Utukufu wake utakuwa bora kuliko mwanzo. Wacha tumzuie. Sasa leo nataka tuwafate moja baada ya moja, tuambie ingawaje umenizuia nimefika miaka 30, ingawaje umenizuia nimefika miaka 20, ingawaje umenizuia nimekujua adui, na imeandikwa ni haki yangu kuwalipa mateso kwa wale wanitesao, na kukamata na kuvunja vipande vipande kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Biblia nasema wala sina ghadhabu, nikipatana na miba na michongoma nitaikanyaga na kuiteketeza. Kitabu cha Luka 17 kuanzia chapter 17 verse 1 to 7 inasema, Yesu akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayaletaye. Makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayaletaye. Yani vizuizi kwenye maisha havina budi kuja, lakini ole wake ayaletaye. Luke 17 kuanzia verse 1 to 2. Lakini itampasa anayaleta makwazo sasa, itakuwa bora zaidi kama angezaliwa, maana atafungiwa jiwe la kusagia ngano, atatupa kwenye bahari. Yani yule mchawi ambaye anakuzuia kwenye ndoa, anayekuzuia kwenye kazi, whoever is blocking your blessings, ingekuwa bora kama angezaliwa. Ingekuwa bora sana yani kama angezaliwa. Kwa manake atavunjwa vipande vipande. Saa ipo na saa yaja ambayo wafu watafanya nini? Watasikia sauti ya mwanadamu. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Umedhihirishwa, yani tumepatana sisi wana wa Mungu, tumedhihirishwa ili tuzivunje kazi za ibilisi. Wana wa Adamu yani mwana wa Adamu, kama vile tulivyo sisi ndivyo alivyo Yesu, yani mwana wa Adamu. Biblia inasema kama vile Mungu anavyohuisha wafu na kuwapa uzima, ndivyo alivyo mwana anahuisha chochote anachokitaka. Yani umepewa mamlaka ya kuhuisha. Nyota ilipelekwa kwenye mashimo, nyota iliuzwa, una mamlaka na uweza na nguvu ya kuileta, ya kuiambia njoo katika jina la Yesu Kristo. Amefunga nafsi, unamwambia pasuka vipande vipande, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Unamwambia enyi wachawi, ni wakati wenu sasa wa kuinuka, wa kuvunjika, wa kushushwa pande za mwisho za kuzimu, nipate kumiliki nyota yangu tena. Ufunuo 2 mstari wa 13. Hapa Mungu Yesu anaambia wanafunzi wake, anaambia watu yani, maandiko kiwalisia ni Mungu anasema, na pajua ukaapo, I know where you stay. Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Pana kiti cha enzi cha shetani. Yani anajua umetoka kwenye familia gani, anajua unaishi kwenye mkoa gani, anajua biashara yako umefungua kwenye eneo gani, anajua yani wewe unakaa mahali fulani, yani anajua ulipozaliwa. Lakini anakwambia na pajua ukapo mahali pana kiti cha enzi cha shetani, nawe unalishika sana jina langu. Unaona? Unalishika sana jina langu. You are holding fast to my name. I know where you stay is where the devil's throne is. But concerning you, you hold fast to my name. Unalishika sana jina langu. Unalishika sana jina langu. Mungu anakuambia hivyo. Unalishika sana jina langu. Wala hukuikana imani yangu. You did not denounce me. You did not denounce my faith. Hukulikana imani yangu. Hata katika siku za Antipas, shahidi wangu mwaminifu, alipouliwa, papo akaapo shetani. Nitaanza tena.
Anasema napajua ukaapo, najua ndoa yako, najua biashara yako, najua familia yako, namjua paka mamako mchawi anaruka usiku, najua paka bibi yako mchawi anaruka na uteo, namjua, napajua uko, najua zile laana ulizonazo, najua ile mateso napitia, lakini hapo ndio anakaa shetani, hapo ndo anakaa wachawi, wanakaa hapo, yani hapo ndo anakaa sana, wameua wengi waaminifu. Ndio maana kwenye familia kuna watu walisoma sana wamekufa, kuna watu sasa walikuwa wanapata wamekufa, kuna watu yani ndoa zao zimeharibika, amewaua wengi waaminifu. Kuna mkono wa mtu hapo, kuna mkono wa shetani kupitia wachawi, kuna laana fulani imekaa hapo, kuna vitu fulani vimefichwa, lazima zibomoke vipande. Sana nasema papo akaapo shetani na pajua ukaapo. Ameua wengi waaminifu, lakini wewe unalishika sana jina langu. And it is because of holding fast to his name, ndo maana paka leo upo. Ni wakati hata kama ulikuwa unaomba ile maombi ya baba njoo, baba shuka, haya maombi bado ulimtumainia Mungu, ndo maana paka wewe sasa upo. Lakini sasa ni wakati wa kumiliki total repossession, ni wakati wa kuvunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nasema katika jina la Yesu Kristo, papo akaapo shetani, kwa mamlaka ya damu na kondoo, na vunja kiti chake cha enzi cha magonjwa kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema pasua, sema pasua kwa damu na kondoo. Dakika 2 tupasue. Sema pale akapo shetani kwenye ndoa yangu, pale akapo shetani kwenye biashara yangu, ameua wengi waaminifu. Pale akapo shetani kwenye baraka zangu, pale akapo shetani kwenye biashara yangu, pale akapo shetani kwenye ndoa, na kifata kiti chake cha enzi cha magonjwa, na kivunja vipande, na ifate hiyo madhabahu, na ipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu. Leo unaipasua. Hapo ndio papo akaapo shetani. Kumbuka amemua shahidi mwaminifu Antipas. Kumbuka ameharibu ndoa za watu wengi. Kumbuka ameharibu mimba za watu wengi. Hicho kiti cha enzi cha laana, Biblia inasema hakuna awezaye kumlaani ambaye Mungu amembariki. Sema kwa mamlaka ya damu na kondoo, kila laana ya ukoo na ikamata na ivunja vipande. Kila laana ya magonjwa na ikamata na ipasua katika jina la Yesu Kristo, na achilia moto kwenye ulimwengu roho. Vunja kiti chake cha enzi, vunja hiyo madhabahu. Sema na vunja, na haribu, na teketeza vipande. Pasua kadame mwana kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Kuna vitu vimewekwa kwenye familia. Kuna laana ya kichawi. Kuna watu wamewekewa laana ya kifo cha haraka. Kuna mtu kwa sababu ya wivu tu. Biblia inasema palipo na wivu pana machafuko na pana matendo yote mabaya. Kuna mtu tu ana wivu na wewe, ameona unafanikiwa, ana uchawi, akaenda kwa mchawi, akatoa kafara, akakufunga. Kuna mtu tu alikuwa anawinda nyota, akapatana nyota yako, akaiba. Kuna wafanyabiashara wa miili na roho za watu. Unaombaje sasa? Unasema kwa mamlaka ya damu na kondoo. Omba na mimi tu. Sema katika jina la Yesu Kristo, yule aliyeiba nyota, yule aliyefunga nafsi, yule aliyefunga roho, na kushambulia kwa damu na kondoo, na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo, na kuvunja vipande. Mwambie achia nyota yangu, achia nafsi yangu, achia mwili wangu kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu. Unawapasua vipande. The Bible says, amelaaniwa mtu yule ampigaye ndugu yake kwa siri. Anakupiga kwa siri, anakupiga kwa siri kwa magonjwa, anakupiga yani fulani, anakupiga yani usipate. Tena imeandikwa amelaaniwa mtu yule asongezaye mpaka wa ndugu yake. Amesongeza mipaka yako ndio ukufe haraka. Amesongeza mipaka yako usiolewe. Ndio maana mpaka sasa hauna mtoto. Ndio maana mpaka sasa unakaa yani maisha yako ni kama hayapo tu. Ndio maana mpaka sasa miaka imesonga sana. Unasema atakayekuja ni sawa tu, bora napumua. Kuna vitu vimewekwa kukuzuia maana baraka yako katika ndoa. Kuna vitu vimewekwa vikuzuie maana baraka yako katika ile kazi. Kuna vitu vimewekwa vikuzuie. Sema katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kinanizuia nisipate, na kivunja, na kibomoa, na kipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa ashindanaye na Bwana atapondoa kutoka mbinguni. Bwana ataachilia radi. Yule anayeshindana na mimi kwenye maisha, yule anayeshindana na mimi kwenye kazi, na mkamata kwenye ulimwengu roho, na mfyeka. Anza kuwafyeka. Sema na kuvunja na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Anayeshindana na nyota yangu vunjika, anayeshindana na kazi yangu pasuka, anayeshindana na afya yangu vunjika vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kuna mtu kabisa nyota yako ndiyo faida yake. Kuna mtu kabisa nafsi yako ndiyo furaha yake. Kuna mtu kabisa familia yake imewekwa kwa msingi ya nyota yako. Na Biblia inasema msingi mwenye haki ukiguswa, mwenye haki atafanya nini? Msingi wako wa ndoa umeguswa, umevunjika,
amekuletea kikwazo cha baraka. Msingi imeguswa, ametumia nguvu za giza kuiba nyota, akagusa msingi wako wa baraka. Sasa mwenye haki afanye nini? Mwenye haki ataomba kwa bidii, maana maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Unaomba kwa bidii. Ezekia 21 mstari wa 27 inasema nitakipindua. Pole pole tu, nitakipindua. Hapa ni Mungu anasema nitakipindua, 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 nacho hakitaonekana tena mpaka atapokuja mwenye haki, nami nitampea. So kuna vitu lazima uvibomoe, alafu wewe ndio mwenye haki, si Mungu ako ndani yako. So wewe unageuza kifungu, unasema mimi Alex navipendua mpaka nitapokuja mimi mwenye haki, alafu nitavimiliki. Kuna mtu tu amejenga ukuta, amekuwekea mapooza. Naona watu wa Yeriko wanasema mji huu wa Yeriko ni mzuri, ila haya maji yanasababisha mapooza. Yanasababisha mapooza. Mapooza yanamaanisha nini? Yaani kila kitu, wanyama wakinywa maji wanaavya mimba. Na Biblia iko clear, inasema nitabariki chakula chako, nitabariki na kinywaji chako. Nitayaondoa magonjwa kati yako, hapata tokea kwenu mtu aliyetasa ama yule anayeavya mimba. Kuavya mimba ni kumaanisha kwenye nikiweka kwenye uhalisia wetu, yaani hapata tokea mtu aliyefukara kwenu, hapata tokea mtu ambaye biashara yake itaanguka, hapata tokea mtu ambaye hataolewa kwa kuwa Mungu amekubariki, hapata tokea mtu ambaye ni mgonjwa. Ila kuna vitu lazima uvibomoe. Gideon aliambiwa na Mungu, vunja madhabahu ya Baali yaliyo ya baba yako, na kata miti yake ya Ashera na unijengee mimi madhabahu. Mungu anasema unijengee mimi madhabahu, na ile miti ya Ashera uitumie kama kuni kwenye madhabahu. So kuna vitu za kupendua mpaka zisionekane tena. Unaombaje sasa? Usitaki kujua nini kinapenduliwa, bora kinakuzuia. Kuna ukuta. Wanaisraeli walipofika Yeriko ulikuwa umezungukwa na ukuta, na wao kuingia Yeriko lazima ukuta ungevunjika. Ndio maana kwa imani walivunja ukuta wa Yeriko kwa kuuzunguka mara 7. Kwa imani wakaokoka na makali ya upanga. Kwa imani wakamiliki majeshi ya kigeni. Kwa imani wakatiwa nguvu ijapokuwa walikuwa wanyonge. Kwa imani wanawake wakapokea wafu wao wakiwa wamekwisha kufufuliwa. Kwa imani wengine wakakataa kukombolewa ili wakombolewe kwa njia iliyo bora zaidi. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka kwa damu ya kondoo, na ikamata anga katika jina la Yesu Kristo, na ikamata nchi kwa mamlaka ya damu ya kondoo. Imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Chochote ambacho kinanizuia mimi na kipendua kwa mamlaka ya damu ya kondoo. Madhabahu ambayo inanizuia mimi na ipendua kwa mamlaka ya damu ya kondoo. Madhabahu ya ufukara na ivunja vipande. Mikataba ya magonjwa na ipasua katika jina la Yesu Kristo. Mikataba ya kifo cha haraka na ivunjilia mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kikwazo cha baraka na ivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ule ukuta wa kichawi unaonizuia nisipate na ibomoa. Sema na ibomoa katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Yesu aliye hai unavunja kwa kuharibu, unateketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Zakaria 3 mstari wa 1 inasema inasema kisha nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu. Ni Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika, na shetani akaenda upande wake wa kulia ili ashindane naye. Zakaria 3 mstari wa 1. Nikamwona Yoshua, yani nikamwona Alex mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika. Malaika inamaanisha uwepo wa Mungu. Yaani umesimama mbele ya mafanikio yako. Umesimama mbele ya ndoa yako vile ni nzuri. Umesimama mbele ya biashara yako, lakini akaja shetani akasimama upande wako wa kulia ili ashindane na wewe. Anataka kushindana na biashara. Akaja mchawi anataka kuangusha biashara, akaja mganga, akaja mwiba nyota anataka kuangusha biashara yako. Amekaa kabisa, ila ni Yoshua. Umebarikiwa na Mungu, ndoa ni nzuri. Umebarikiwa na Mungu, umepata kazi ukiwa mtoto, umemaliza shule, umepata kazi, umebarikiwa kwa afya nzuri. Anakuja kama mtu tu. Yule mama alikuwa na pepo la udhaifu, amepinda. Shetani amemfunga kwa muda wa miaka 18, amefungwa. Anataka kufunge, amekaa upande wako kulia. Upande wako kulia ni upande wa baraka yako, upande wako wa nguvu. Ndio maana Yesu ameketisha upande wa kulia wa haki wa Mungu. Ndio maana Mungu anasema, Bwana akamwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia mpaka nitakapoleta adui wako chini ya miguu.
So huyu mchawi wa familia, huyu mchawi wa nje, huyu mganga, huyu pasta, anajiita pasta ila ni nabii wa uongo. Amekaa upande wako wa kulia ili akuibie nyota. Amekaa upande wako wa kulia ili angushe biashara yako. Ndio maana Ayubu 1:6 inasema, ikiwa hao wana wa Mungu walienda kujihudhurisha mbele za Mungu, shetani akaenda pamoja nao. Shetani anapenda kujihudhurisha kwenye ndoa. Anaona ndoa ni mzuri, anajihudhurisha ndani yake ili aivunje. Anaona biashara ni nzuri, anajihudhurisha ndani ili aipasue. Wachawi wanaangalia kwenye ulimwengu roho, wanaona kabisa huyu anabarikiwa, anajihudhurisha ndani ya ndoa ili aipasue. Anajihudhurisha ndani ya kazi. Ndio maana kazini kuna kamtu kanakaa problematic tu, yani kanakaa. Kwenye familia kuna kamtu kamkono ni kamchawi kanaitwa kiti. Yeye ndio bridge ya shetani. Shetani akitaka kutenda uovu lazima aingie ndani yule mtu alafu aroge. Na kuna wengine hawajijui. Unapata ni kamtu ni kalevi lakini mapepo yamekaa ndani yake, yanatenda kazi ndani yake. Ukipiga kile kitu kinadondoka vipande. Ndio maana tunaona Yoshua amekaa mbele ya uwepo wa Mungu, lakini shetani ako upande wa kulia ili ashindane naye. Ndio maana kila anayeshindana na Mungu atapondopondo. Ndio maana imeandikwa, aliyefanya chuki na hasira juu yako atatahayarika na kuaibika. Anayeshindana na wewe atakuwa sio kitu tena. Unawafyeka aje sasa? Unasema katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu na kondoo, yule anayeshindana na mimi namfyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule anayeshindana na biashara yangu na mpondelea mbali. Anayeshindana na ndoa na vunja vipande. Anayeshindana na kazi na kupasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anayeshindana na afya yangu na kufyekelea mbali kwa mamlaka. Anza kuwafyeka. Sema katika jina la Yesu Kristo, aliyekaa upande wangu wa kulia ili angushe biashara yangu, aliyekaa upande wangu wa kulia ili angushe kazi, aliyekaa upande wangu wa nguvu ili angushe biashara yangu, na kushambulia kwa moto na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo, na kushambulia kwa damu na kondoo. Aliyejihudhurisha nami ili angushe ndoa yangu, nami na kushambulia sasa na kuvunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo, na kushambulia kwa moto lao na kufyeka. Imeandikwa, neno la Mungu ni moto lao, na achilia moto na wateketeza. Ewe adui unayezuia ndoa, vunjika vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyekaa kwa biashara yangu na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyekaa kunizuia nisimiliki na kuvunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ukisema hivyo ni mamlaka unatoa. Ukisema hivyo ni mamlaka yani kwenye ulimwengu roho wanatahayarika na kuaibika. Bwana ndio kimbilio letu, tumuogope nani? Bwana ndio ngao yetu, tumuhofu nani? Watenda mabaya walipokaribia kunila nyama, watesi wangu walianguka, ila wanakaribia lakini walianguka, ila wanakaribia lakini wanaanguka. Anza kumwangusha sasa. Sema katika jina la Yesu Kristo, uliyekaribia kuangusha biashara yangu, nami nakufyeka na kudondosha kwa damu na kondoo. Imeandikwa, kila wae kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Yule anayepanga kuleta magonjwa kwangu na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule anayepanga kuniangamiza na kuvunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anayepanga kuzuia mimba na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anayepanga kuchukua mtoto wangu na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anayekusudia mabaya juu yangu na kuvunjilia mbali katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Hebu angalia ilivyoandikwa sasa. Silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha mawazo na chochote ambacho kimejiinua juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara fikra, yani fikra pia unaweza kuziteka nyara ukazileta chini ya uongozi wa Kristo. Ndio maana Yusufu anamwambia ndugu zake, ninyi mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia mema ili itendeke siku kama ya leo. Kuna kama mtu kachawi kameua wengi waaminifu kwenye familia. Kuna kamama kana roga ajabu kameangamiza wengi waaminifu. Hajakufikia wewe kwa sababu gani? You are holding fast to God. Hajakufikia wewe kwa sababu gani? Unaomba sana, unafyeka sana, lakini hata hivyo umechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima. Shetani anaweza kuzuia ndani ama anaweza kuzuia akiwa nje. Unabomoa ndani, unawafyeka wa nje. Unasema kwa mamlaka ya damu na kondoo, silaha za vita zangu zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Ewe ngome uliowekwa kunizuia na kuvunja vipande. Ewe ngome ulioweka kunizuia mimi na kupasua kwa mamlaka ya damu na kondoo, unapigana nazo vipande katika jina la Yesu Kristo. Unaambia tu silaha zangu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome.
Kuna ngome imetengenezwa kabisa, wametengeneza ngome ikuangushe, wameweka mikakati. Ndio maana Biblia inasema waliojikusanya kwa ajili yako na hawajamuriwa na Mungu wataanguka kwa ajili yako. Vaeni silaha za Bwana za vita, ili mpate kupigana siku ya uovu, siku ya kuzuiliwa, siku ya kuletewa magonjwa, mpate kupigana. Tumevaa kigao na ngao, tumejivika nguo za vita, tunapigana nazo, tunazipasua katika jina la Yesu Kristo. Tuanze kuharibu siku ya uovu. Kuna siku wamepanga, kuna tarehe za uharibifu wamepanga. Unaombaje sasa? Sema, katika jina la Yesu Kristo navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, najitakasa katika jina la Yesu Kristo. Kila siku ya uovu iliyopanga kwangu naivunja, naisambaratisha, naipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Haitonipata mimi, itawapata wao katika jina la Yesu Kristo. Mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitokaribia hewani mwangu. Ile siku ya uharibifu iliyopanga kwangu naivunja. Ile siku ya vikwazo iliyopangwa kwangu naipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nasambaratisha siku zote na mipango za magonjwa, na sambaratisha kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuharibu siku za uovu. Sema, nazishambulia, nazifyekelea mbali, nazishambulia, nazipasua, nazishambulia kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unaanza kuambia kwa mamlaka ya damu na kondoo, Mungu kwangu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye. Unawaambia tena, Mungu kwangu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye. Aliyepanga mauti juu yangu adondoke vipande vipande. Aliyepanga ufukara juu yangu adondoke vipande vipande. Aliyepanga vikwazo kwangu avunjike vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na uwezo wa Yesu unaharibu, yani total takeover. Tunavunja. Nimesema leo tunaenda tukipasua, tukifyekelea mbali, tukiangamiza. Wanakaa upande wako kulia, papo wakapo shetani. Kuna mali shetani amekaa, yani kuna mali shetani amekaa. Ndio maana kitabu cha Maombolezo 3 mstari wa 7, kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10, Lamentation 3 verse 7 to 10 inasema, amenizunguka kwa ukingo pande zote. Yani amenizungushia ukuta pande zote. Ni mchawi amekuzungushia ukuta pande zote. Hapa tunaona kumbe anaweza kukuzungushia vitu. Anakuacha wewe na nyota yako, unaomba nyota imerudi, lakini anakuzungushia. Ndio maana amelaniwa mtu ule asongezae mpaka wa jirani yake. Amekuzungushia ukuta. Amenifunga kwa minyororo. Kumbe tunaweza kufungwa kwa minyororo. Ni mtu amekufunga. Ndio maana itoe nafsi yangu kwenye kifungo nipate kukuhimidi. Hiyo ni nafsi imefungwa, roho pia inaweza kufungwa. So inasema amenifunga kwa minyororo. Naam, nilipolia na kuomba msaada akayapinga akazuia maombi yangu. So kumbe maombi pia yanaweza kuzuiliwa. Ndio maana Danieli toka siku ya kwanza alipoanza kuomba, maombi yake yalijibiwa, lakini mkuu wa Uajemi akazuia maombi. Akamzuia nani? Akamzuia malaika Gabrieli, akamzuia mkuu wa Uajemi, mpaka akaja mkuu wa watu wa mbele wa Mungu ambaye ni Mikaeli, malaika Mikaeli, akapigana na mkuu wa Uajemi, akamwachilia nani? Akamwachilia Gabrieli, akakuja kwa Danieli. Lakini ni baada ya siku 21. Danieli naye alikuwa anaendelea kuomba tu. Ndio maana you pray without ceasing. Ombeni bila kukoma tu. Alikuwa anaomba tu. Alikuwa anaomba. Kumbe majibu yake yamezuiliwa. Tunaona hapa kwa Lamentation, nilipolia na kuomba akayazuia maombi yangu. Ameziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa. Kumbe njia za mafanikio zinaweza zibwa kwa mawe yaliyochongwa. Yaani unajaribu biashara inadunda, unajaribu ndoa inadunda, wewe ni magonjwa tu. Ukipata pesa, mtoto ni mgonjwa. Umeolewa, kajamaa kanakupiga. Shughulika nao. Inaweza kuwa ni mama ndio mchawi, fyeka. Inaweza kuwa ni mama mkwe, adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Inafaa unashughulika nao, unawapasua vipande vipande. So anasema ameziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa, ameyapotosha mapito yangu. Yani amepotosha mapito. Ulikuwa yani upate kazi, umesoma, umefanya maybe theology like me, umesoma, umefanya engineering, umeanza biashara yako, anayepeleka njia iliyopiga, anapigisha njia yako kona. Wewe ni hasara tu. Lakini hapa kwenye biashara mtu mwingine ni faida. Amona umefungua biashara ya bucha. Akafungua biashara yake, akaenda kwa mganga, akafunika biashara yako, akaipinda yani. Wewe ni hasara, pako unasema hii biashara mimi nitaifunga, mkono wangu sio biashara. Rudi kwenye ulimwengu wa roho. Yule akitia mali pasili pa Bwana amekaa amefichwa chini ya uvuli wa mbawa zake. Biblia inasema ameweka jiwe la pembeni lenye thamani juu ya Sayuni. Atakayeliamini hatawaibika. Hautaibika kwenye ndoa, hautaibika kwenye biashara. So hapa anasema mstari wa 10, alivyo kwangu ni kama dubu aotaye, ama kama simba aliye kwenye maficho.
anakuinda all the time. Ndio maana Daudi anasema Mungu atanilinda na mitego ya mwindaji na ile tauni inayoharibu. Kuna tauni ni kama magonjwa inayoharibu, ni kama hasara inayoharibu, ni kama yani ufukara unaoharibu, yani Mungu atakulinda. So hapa Maombolezi anasema kama vile dubu anavootea, dubu anaota, na kama vile simba aliye kwenye maficho anakuinda. Ndio maana Daudi akasema nilikuwa nachunga kondoo wa baba yangu. Nilikuwa nachunga kondoo wa baba yangu. Akaja dubu, akaja simba. Dubu akamchukua mwana kondoo kwenye mdomo wake, nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kwenye kinywa chake. Simba aliponirukia, nilimshika ndevu, nikampiga, nikamuua. Yaani mchawi aliporukia mtoto wangu kumwangamiza, nikachukua mtoto wangu nikamtoa, nikampiga kwanza alafu nikamtoa. Ndio maana hapa lazima tupige wachawi. Lazima tupige mapepo, lazima tupige majini. Yaani jini mahaba, spiritual spouse alipokuja kunifungisha ndoa, nilimfuata, nikamfunga, nikamfyekelea mbali, nikamwambia achia maisha yangu, achia ndoa yangu. Amekuzunguka kwa ukingo pande zote, amekufunga kwa minyororo. Ndio maana Biblia inasema, Biblia iko so clear, kila mizigo iliyowekwa mabegani mwako itatuliwa na kila kamba italegezwa kwa mafuta. Yesu anawaambia njooni kwangu mliolemewa na mizigo, kumaanisha kuna mizigo nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, unaona, na mjifunze kutoka kwangu, maana mimi ni mnyenyekevu wa moyo na mpole wa roho, na nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. So kuna mizigo mizito tumeona ambayo inafaa itolewe mabegani mwako, na kuna nira ya Yesu ni laini, lakini kuna kamba, kuna minyororo zimekufunga. Kuna laana imekufunga, kuna kifungo fulani ya familia. Unaombaje sasa kukata vifungo? Kuna vifungo vya nafsi, kuna vifungo vya roho, na kuna vifungo vya mwili. Inaweza kuwa imetoka kwenye familia, inaweza kuwa imetoka nje, inaweza kuwa imetoka kwa mtu kamchawi tu, kanatumia nyota yako kwenye bunge, kamekufunga, kamekuwa kwenye chupa. Nataka tuipasue kila kifungo. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka tena kwa damu ya mwana kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa. Unaambia imeandikwa, vyote vilivyozaliwa na Mungu vimeushinda ulimwengu. Kila kifungo kilichonifunga mimi, kifungo cha nafsi, kifungo cha akili, kifungo cha roho, na vunja vipande. Anza kuvunja laana, vifungo vya laana, pasuka vipande. Vifungo vya nafsi na vishambulia sasa. Kila minyororo ya nafsi na vunja vipande. Kila laana ya kichawi na ipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nakata kamba ya laana, nakata kamba ya magonjwa, nakata kamba ya kifo cha haraka, nakata kamba ya ufukara, nakata kamba ya magonjwa. Vunja kamba zote kwa damu na kondoo. Kila kifungo cha nafsi na ishambulia, na ivunja vipande. Kila kifungo cha roho na ishambulia, na ipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila kifungo walionizunguka kwa kuta pande zote, na vunja kila kizuizi kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyenifunga nisiolewe, na mfyeka, na vunja kamba kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kata kamba ya laana sasa, anza kuvunjilia mbali. Unaomba tusema katika jina la Yesu Kristo, kila kamba ya laana na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila kifungo cha nafsi na ivunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuvunja kila minyororo ya familia, na haribu kila kifungo cha nafsi, na vunjilia mbali. Kila kifungo cha mwili na vunjilia mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kufyekelea mbali. Sema katika jina la Yesu Kristo, kila kifungo na iharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Katika jina la Yesu Kristo, na pasua kila kifungo cha mwili, na ivunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unavunja kila kifungo cha nafsi, cha roho, lazima kuachie. Kila kamba italegezwa kwa nira. Ni vita leo, ni siku ya vita. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Sisi ndio wenye nguvu, lazima kuachia. Amefunga hatua zako za mafanikio, pasua. Amefunga hatua zako za shamba, pasua. Amefunga hatua zako za ndoa, sema pasua kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Ukiangalia kitabu cha Zaburi 24, Zaburi 24 mstari wa 7 inasema, inueni vichwa vyenu enyi malango. Unaona? Inukeni enyi malango ya milele. Yaani jamaa amekuroga sana, amekaa paka me think it's normal, I'll just use his star until the guy gets old, paka akufe, nyota yake ndo nimeiuza. Hii nyota hii nitaitumia sana
sana, nitaitumia sana. Yeye naye atakuwa mtu wa magonjwa, atakuwa mtu wa kushindwa, atakuwa mtu wa aibu, atakuwa mtu ambaye haolewi, atakuwa na uchungu sana. Yaani amesema nitatumia nyota yake sana. Ndio maana imeandikwa, inueni vichwa vyenu enyi malango ya milele, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ndio sasa wewe ndio mfalme wa utukufu. Na yale malango, kumbuka, ukivunja yale malango pia anaongea. Ukimfyeka mchawi, kuna muda anakuambia wewe ndio mchawi, maana umeanza kumpasua. Ukiwafyeka madhabahu yao, ukivunja madhabahu yao, unaanza kuwaona kwenye ndoto, wanakufukuza kama ng'ombe. Usiogope, wanakuja wanakunyonga wakati fulani, usiogope. Ndio umeanguka mara ya kwanza, hata ya saba bado. Lazima upigane vita vilivyo vizuri. Biblia inasema, Paulo akamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, na kupatia maagizo haya ili kupitia maneno haya upate kupigana vita vilivyo vizuri. Kuna mambo ya kupigania hapa. Ndoa unaipigania. Paulo mwenyewe anasema, mwendo nimeumaliza, vita nimepigana vita vilivyo vizuri. Unaona? Na mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Kuna ndoa ya kulinda hapa. Kuna kazi ya kufanya hapa. Kuna wakudondoka watadondoka, kuna wakuvunjwa watavunjwa. So mstari wa 8 unasema, ni nani mfalme wa utukufu? Mchawi anauliza, ni nani huyu anaharibu madhabahu? Kuna mtu hapa anaharibu madhabahu yangu. Kuna mtu hapa nimefunga ndoa yake, natumia nyota yake. Ni nani huyu? Wanasema, ni nani mfalme wa utukufu? Na wewe unawajibu, ni Bwana mwenye nguvu zote, hodari wa vita. Bwana ni hodari wa vita. Wewe ni hodari wa vita. Mungu mwenyewe ameandika kitabu cha Mwanzo, Mungu ni mtu wa vita, jina lake ni Yehova. Wewe pia ni mtu wa vita. Wewe na Mungu ni wamoja. Mungu ako ndani yako na ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Aliyekuzunguka naye amezungukwa. Na adui wa ndani ni hatari, kama vile Abishai alivyotaka kumgeuza Daudi. Adui wa ndani ni hatari. Anajua unapoishi, anajua you are related with blood, anajua atakushika wapi, anajua mtoto wako pia is related with your baby kupitia damu. Ni rahisi kumuua adui wa ndani, ila amepanga hila sana, amepanga mipango sana. Lakini Biblia inasema, fanya mipango nayo haitofaulu, weka mikakati nayo haitofanikiwa. Atapanga sana, atahisi ni kama anashinda, atahisi ni kama ni wakati wake wa kutumia nyota yako sana. Atakuchekelea, atakupigia simu ya, lakini sasa umeinuka shujaa wa Bwana, umejua yale maombi ya Salamu Maria, umejaa rehema, ni mazuri, lakini sasa tunabomoa yale maombi ya Baba njoo, Baba shuka, ni mazuri, lakini hayana mamlaka. Sasa navaa mamlaka mimi, nawafuata. Ametumia nyota yangu, namfuata. Daudi anasema, Baba niwafate, nitawapata, nitarudisha vyote. Unawafuata sasa amejua sasa kuwafuata. Wameanza kukuvamia. Jeshi linapojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Hata vita kuu ikizuka juu yako, bado hapo utapata ujasiri. Kumbukeni Mungu alivyomtenda Shetani. Alimshusha pande za mwisho za shimo, maana alikusudia moyoni mwake. Kama vile Mungu alivyomshusha Shetani pande za mwisho za shimo, hata wewe adui zako leo wanashuka pande za mwisho za shimo. Daudi akasema, ni wewe ndugu yangu tulioshiriki nayo chakula pamoja, tukakaa nyuani mwa Bwana pamoja. Ingekuwa ni adui ningevumilia. Hakika kifo kikupate ghafla, ushuke pande za mwisho za shimo. Na sisi tunataka tuwashushe pande za mwisho za shimo. So yale malango anauliza, ni nani huyu? Ni nani? Na sisi tunamwambia, inukeni enyi malango milele. Ni wakati wa kuwashusha adui zako pande za mwisho za shimo. Unawashusha vipi? Unawafyekelea mbali. Unawashusha vipi? Kwanza unabomoa ile misingi yake, unaivunja vipande. Ukimpiga mwenye nguvu, ukipiga nyumba mwenye nguvu ana mahali pa kushikilia, na unamkamata, unamfyeka, unamvunja. Unaombaje sasa? Sema, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu na kondoo, yule aliyenizunguka kuniua, yule aliyenizunguka kuniletea magonjwa, yule aliyenizunguka kuiba nyota, nami namshusha pande za mwisho za shimo. Sema, na kudondosha ewe adui wa familia yangu, na kudondosha ewe adui wa kuiba nyota, na kufyeka na kuamuru ushuke pande za mwisho za shimo, maana uwae kwa upanga na yatakufa kwa upanga, na kuvunja kwa upanga wa damu na kondoo, na kupasua katika jina la Yesu Kristo, na kushusha pande za mwisho za shimo. Sema, shuka pande za mwisho za shimo, ewe adui wa ndoa, fyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe adui wa biashara, vunjika kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe adui aletaye magonjwa, pasuka vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na uwezo wa Yesu aliye hai unapigana nao, unawashusha pande za mwisho za shimo. Kumbuka, Shetani anaweza kuleta kikwazo kupitia wewe mwenyewe.
kupitia wewe mwenyewe. Anakuingizia roho fulani useme maneno wewe mwenyewe, nimeteseka sana, sitoweza. Hata ikiwa unakata roho unasema sifi. Hata ukiwa biashara imeanguka unasema mimi bado niko. Mimi ndio shujaa wa Bwana. Mungu amebariki kazi ya mikono yangu. Palitokea vita kati ya Ahabu. Mungu alikuwa anataka Ahabu auliwe. Pakatokea mkutano, pakatokea nabii wa Mungu anaitwa Mikaya. Mikaya alienda mbele ya Ahabu, akamwambia ukweli kwamba ukikwea kwenda vitani utakufa. Akamwambia palitokea na mkutano mbinguni. Mungu akauliza ni mtume nani? Ghafla pakatokea pepo mchafu. Pepo yani akatokea, akasema nitume mimi. Akaambia utafanyaje? Akasema nitaenda niingie kwenye kinywa vya manabii nikuwe uongo. Watasema uongo, nami nitaweza kumshawishi Ahabu akwee Ramoth Gileadi akauliwe. So kuna pepo linaweza tumwa kwako likaingia ndani, uanze kusema things that are very negative, vitu ambazo zitaleta maangamizi. Ndio maana mdomo wako ama maneno yako yana uzima tena yana mauti. Yule apendaye atakula matendo yake. So kuna muda uliongea mambo fulani kwa kujua ama pasipo kujua, mapepo yakabeba yale maneno yakapeleka kwenye madhabahu. Kumbuka wanangojea useme tu. Ndio maana Mungu anasema ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Inaweza kuwa ulilituma neno. Ndio maana Petero anamwambia Yesu, tumechoka kufanya kazi ya kuchosha siku mzima, ila kwa neno lako tutashusha nyavu tena. Tutashusha nyavu tena. So kuna uwezekano wewe pia ulisema kitu kwa kujua ama pasipo kujua, na hayo maneno yanaenda kinyume. Tena ni mbaya zaidi, maana uliyasema wewe. Nataka tuyaangushe hayo maneno ambayo sasa tunaweza sema yamekwama kwenye ulimwengu wa roho. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu na kondoo, kila maneno niliyosema mimi kwa kujua na pasipo kujua, ambayo yanaenda kinyume na maisha yangu, ambayo yanaenda kinyume na afya yangu, ambayo yanaenda kinyume na uhalisia wa maisha yangu, naangusha hayo maneno kwa damu na kondoo, na yavunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nazishambulia hizo maneno, nazishambulia, nazifika, nazifuta katika jina la Yesu Kristo. Naziharibu, hazitapata mamlaka juu ya nafsi yangu. Naziharibu, hazitapata mamlaka juu ya afya yangu. Naziharibu, hazitapata mamlaka juu ya utajiri wangu. Naziharibu, hazitapata mamlaka juu ya biashara yangu kwa damu na kondoo. Sema futa kila maneno kwa damu na kondoo. Maneno ambayo ndio kinyume na maisha yangu na yafuta kwa mamlaka ya damu na kondoo. Maneno ambayo yanasema magonjwa juu yangu na yaangusha katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitofaulu. Kila maneno ambayo ni silaha juu ya maisha yangu na yaangusha kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Unaangusha hayo maneno kabisa, unapigana nazo. Yamebaki kwenye ulimwengu wa roho. Mapepo yanangojea maneno fulani uyaseme. Mimi nimechoka kwenye ndoa, sitaolewa. Anasema haya, amesema mwenyewe, maneno yake yamesema mwenyewe. Ndio maana Solomoni alipokuwa anataka kumuua Yoabu akakimbia akashika pembe ya madhabahu. Kitambo wakati huo Wanaisraeli, ukikimbilia kwenye madhabahu hauruhusiwi kuuliwa ndani ya hekalu. Akakimbia akashika pembe ya madhabahu, akafuatwa na Benaya. Benaya alikuwa shujaa, ni mtu shujaa. Alipomfuata kwenye hekalu, Yoabu akasema mimi sitoki hapa, nitafia hapa. Benaya akarudi kwa Solomoni akamwambia, Yoabu amesema atafia hapo kwenye madhabahu, atafia hapo. Akamwambia haya, amejifunga kwa maneno yake. Akaenda akapigwa hapo kwenye madhabahu na hakuna kilichotendeka. So kuna maneno yamekufunga wewe ila tumeyaangusha. Kuna maneno yamekufunga wewe ila tumeyapasua katika jina la Yesu Kristo kwa damu na kondoo. Wathesalonike wa kwanza chapter 2 verse 18, Paulo anasema, maana tulitaka kuja kwenu, hasa mimi Paulo, kwa mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akanizuia. Kuna baraka ilitaka kuja kwako mara ya kwanza na mara ya pili, lakini kazuiwa, kama vile maombi ya Danieli yalivyozuiwa. Kuna mchumba alitaka kuja kwako mara ya kwanza, wakaweka kikwazo kwako ili asije kwako. Kuna kazi wakapindisha mapito yako, wakaweka mawe yaliyochongwa. Nataka tuzivunje, nataka tuziharibu, nataka tuziteketeze vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unaombaje sasa? Kila kizuizi, inaweza kuwa ameweka kizuizi juu ya maisha yako. Kumbuka Yeremia inasema, Yeremia 30 mstari wa 18 inasema, basi watu wote, Yeremia 30 mstari wa 16 unasema, basi watu wote wakuliwa wataliwa.
Adui aliyekuja kukufunga naye atafungwa, aliyekuja kukuteka nyara naye atatekwa, aliyekuja kukuwinda naye atawindwa. Sasa amekuja kuinda biashara, anakupata huko uko ready, unamwinda pia yeye. Amekuja kula biashara, amekuja kula kazi, anakupata wewe pia uko ngangari, unamwinda. Ndio maana Biblia inasema heri mtu yule ambaye podo lake limejaa mshale, hatapata aibu akiandamwa na adui langoni. Podo kujaa mishale ni kuanisha nini? Unakesha kwenye maombi. Neno la Mungu li hai, lina nguvu, ni likali kuliko upanga unaokata kuili, ni jepesi, linachoma hata kuzitawanya nafsi na roho. Yani neno la Mungu ambalo liko ndani yako umejaza, yani wewe uko sawa kabisa. Akija huku kulia anaangushwa, akija kushoto anadondoshwa. Ndio maana nitaangusha 10,000 upande wa kulia, nitaangusha 1,000 upande wa kushoto, lakini hawatanikaribia. Nataka tupige hizi vizuizi sasa. Nataka tuzipasue. Wakuliwa ataliwa, adui zako atafungwa, aliyekuja kukuinda naye atawindwa, aliyekuja kuteka nyara naye atatekwa. Kwa wakati wako tu sasa. Nataka uchukue muda wako, unajiweka kijeshi kama mtu ambaye ameenda kwenye vita. Amelaniwa mtu ule anayezuia upanga wake usipate damu. Amelaniwa mtu ule anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Sisi hatufanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Nataka tuwashambulie dakika 15 tuwashambulie vile inavyofaa. Tunaanza na madhabahu yao, tunawafuata pia wao, tunawapasua vipande. Kila kizuizi kwenye maisha yako, unajua maisha yako vizuri. Ndio maana Hana aliona Rebeka anamcheka sana, aliona vipi Penina anamcheka sana, alishangaa mbona sipati mtoto. Akaenda mbele za Bwana, akamimina roho yake. Kuhani wa Bwana anamwambia, hata lini utaacha kunywa mvinyo? Bwana umelewa kwa mvinyo. Akamwambia, usidhani mtumishi wako amelewa kwa mvinyo. Mimi ni mwanamke mwenye uchungu, na ninavyoongea sasa naongea katika uchungu wangu. Akamimina moyo wake kwa Bwana, na nataka tumimine moyo. Tumechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima, tumechoka. Mimi personally nimechoka. Wachawi kila siku wa familia, mimi nimechoka. Waganga wa kienyeji, mapasta wa kichawi wananijia kwenye ndoto, mimi nimechoka. Nataka niingie vitani, niwapasue. Yule anayezuia kazi yako, wakuliwa ataliwa, adui zako atavunjwa, atafungwa, aliyekuja kuinda nataka tumwinde. Ndio maana Biblia inasema amekufanya kuwa chombo kipya kikali chenye meno. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka, kila madhabahu iliyotengenezwa ya kunizuia na ivunjilia mbali. Kila madhabahu iliyotengenezwa ya kunifunga na ipasulia mbali kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Sema navunja kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili yangu. Napasua madhabahu za ukoo, napasua madhabahu za wafalme wa giza kwa damu ya mwanakondoo. Maana kupigana kwangu si juu ya damu na nyama. Na wafyeka wafalme wa giza waliokaa kunizuia, na waponda wafalme wa giza waliokaa kunizuia, na wapasua katika jina la Yesu Kristo. Anza kuwashambulia sasa, anza kuwavunja kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Anza kuwafyekelea mbali katika jina la Yesu Kristo. Sema na washambulia sasa kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, na wafyekelea mbali aliyekuja kunizuia, na mpasua kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Aliyekuja kujenga madhabahu juu yangu, na mfyeka. Anza kuvunja madhabahu yao. Sema na pasua katika jina la Yesu Kristo. Bali akapo shetani kwenye ndoa yangu, bali akapo shetani kwenye biashara yangu, amejenga kiti chake cha enzi, na kifuata kiti cha enzi cha magonjwa, na kifuata kiti chake cha enzi cha kushindwa, na kivunjilia mbali kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Kila madhabahu iliyonizunguka mimi, nami naikamata katika jina la Yesu Kristo, naibomoa, naivunja, naipasua kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Anza kuachilia moto sasa. Sema naharibu, nafyeka kila madhabahu iliyotengeneza kwa ajili yangu, madhabahu za wachawi, madhabahu za waganga, madhabahu za wasihiri, madhabahu za wafalme wa giza, madhabahu za wakuu wa giza, madhabahu za majeshi ya pepo baya, nami nazikamata, nazishambulia sasa, nazifyeka kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu ali hai. Nataka tupige sasa, nataka tupige kila mikataba. Ameweka mikataba juu ya maisha yako, ameweka mikataba za mauti. Sema katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Navunja katika jina la Yesu Kristo, napasua kila mikataba iliyotengeneza kwa ajili ya maisha yangu. Nafyeka kila mikataba iliyotengeneza kwa ajili ya ndoa, naipasua. Kila mikataba iliyotengeneza kwa ajili ya biashara yangu, naifyeka kwa mamlaka ya damu mwanakondoo. Navunja mikataba ya magonjwa, na pasua mikataba ya kushindwa. Sema fyeka kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Sema vunjika mikataba ya familia ya kichawi, na ipasua mikataba ya magonjwa, na fyeka mikataba ya kifo cha haraka, na ifyeka
Anza kuvunja mikataba yao. Sema navunja kila mikataba ya magonjwa, na pasua kila mikataba ya kushindwa, na pasua kwa mamlaka ya damu na kondoo, na fyekelea mbali katika jina la Yesu Kristo. Kila mikataba iliyotengenezwa kwa ajili ya maisha yangu na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila mikataba iliyotengenezwa kwa ajili ya ndoa na ivunjilia mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila mikataba iliyotengenezwa ya ukoo ya laana na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nataka tupige pia kafara yao in Jesus name. Nataka tuvunje kafara yao. Unaombaje sasa? Sema kwa mamlaka ya damu na kondoo, kila kafara iliyotolewa kwa ajili yangu na ivunjilia mbali. Kila kafara iliyotolewa kwa ajili ya ukoo na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila damu inayonena magonjwa kunusu mimi na inyamazisha kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila damu iliyotengenezwa ili niangamie na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila kafara iliyotolewa na wakuu wa giza na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na achilia moto, na achilia radi, na iteketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuziteketeza sasa. Sema katika jina la Yesu Kristo, kila kafara iliyotengenezwa kwa ajili yangu na ifyekelea mbali. Kila kafara iliyotengenezwa kwa ajili ya ndoa yangu na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila kafara iliyotengenezwa kuniangamiza mimi na ipasua katika jina la Yesu Kristo. Kila kafara iliyotengenezwa kwa ajili ya biashara yangu na ifyekelea mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kupasua sasa, anza kufyeka katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Yesu leo unaangamiza polepole tu. Unasema kwa mamlaka ya damu na kondoo, kila damu inayonena magonjwa na inyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Kila kafara iliyotolewa kwa ajili yangu na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kafara za magonjwa iliyotolewa kunifunga na ifyeka katika jina la Yesu Kristo. Na iharibu na iteketeza katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka sasa tuwakamate wale wakuu, tuwakamate wale wafunga ndoa za kishetani, tuwafunge, tuwapasue katika jina la Yesu Kristo, tuwafunge, tuwafyeke kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa, wafalme wao tutawafunga kwa pingu za chuma, na wakuu wao tutawafunga kwa minyororo. Nataka tuwashambulie sasa yule mchawi anayekusumbua. Sema na kushambulia na kufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe jini makata uliyenifunga na kushambulia, nami nakufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe mkuu uliyekuja kunifungisha ndoa, nami nakushambulia na kufunga. Anza kuwafunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema ewe jini makata, ewe jini mahaba, kwa mamlaka ya damu na kondoo, na kushambulia na kufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyekuja kuniletea magonjwa na kushambulia na kufunga kwa damu na kondoo. Waliojikusanya kwa ajili yangu, nami nawashambulia sasa, na wafunga kwa mamlaka ya damu. Anza kuwafunga sasa, wafunga matita, wafunge matita katika jina la Yesu Kristo. Aliyejikusanya kuangamiza ndoa yangu, nami nakufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyejikusanya ili kuniangamiza mimi, nami nakufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuwafunga. Sema ewe mchawi uliyenifunga, nami nakufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe mchawi unayeniandama maisha yangu, nami nakufunga. Ewe pepo mchafu uliyetumwa kwangu, nakufunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuwafunga sasa, wafunge, maana imeandikwa, chochote utakachofunga duniani basi kimefungwa na mbinguni. Anza kuwafunga katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka imeandikwa, ilikuwa Wayahudi wapatao 40 walijifunga kwa kiapo, hawatakula hawatakunywa mpaka watakapomuua Paulo. Sema katika jina la Yesu Kristo, aliyejifunga kwa kiapo, nami namkamata na mfunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyejifunga kwa kiapo niharibikiwe mimi, nami namkamata na mfunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ukiwafunga vile, nataka tuwatandike, nataka tuwapasue, nataka tuwapige katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuwashushe pande za mwisho za shimo. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo, na washambulia sasa, na wafyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na washambulia sasa, na waponda kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na washambulia sasa, na wafyekelea mbali katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, na wakuliwa wataliwa, adui zangu watafungwa. Aliyekuja kuniteka nyara naye atatekwa, aliyekuja kuniwinda naye atawindwa. Nami namshambulia sasa yule adui aliyekuja kunizuia, nami namshambulia, namponda kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule adui aliyekuja kunifunga, nami namshambulia sasa, namfyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule adui aliyekuja kuzuia mtoto wangu, nami namshambulia sasa, namfyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule adui aliyekuja kufunga pesa zangu, nami namshambulia sasa, namfyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Yule adui aliyekuja kunizuia mimi, nami namkamata sasa, namvunjilia mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa, ewe Yuda, mkono wako utakuwa kwenye shingo za adui zako. Imeandikwa, aonywae mara mingi akashupaza shingo, shingo yake itavunjwa na dawa itapatikana. Sema na kushambulia sasa, na kuvunja ewe adui uliyekaa kwenye njia ya mafanikio, na kukamata na kuvunja
Kwa mamlaka ya damu na kondoo, ewe adui uliyekaa kwenye njia ya ndoa yangu, nami nakukamata na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Uliyekaa kunizuia mimi, uliyekaa kuzuia elimu, uliyekaa kumzuia mke wangu na familia yake, uliyekaa kuzuia mtoto wangu, uliyekaa kuzuia kazi, unawaambia tu, uliyekaa kuleta mauti kwangu, uliyekaa kuleta laana kwangu, nami nakushambulia sasa na kuvunja vipande vipande na kushusha pande za mwisho za shimo na kusambaratisha sasa na kufyekelea mbali na kupasua pasua. Anza kuachilia moto, anza kuachilia radi, wateketeza adui zako, waponde. Kumbuka imeandikwa, usimfunge ng'ombe mdomo anaposaga nafaka. Sema na wapondelea mbali na wasaga saga katika jina la Yesu Kristo, na wavunja vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo ule mdadui wa ukoo, nami nakufyeka kila laana iliyotumwa kwangu na ipasua katika jina la Yesu. Anza kupigana nao, anza kuwafyekelea mbali katika jina la Yesu Kristo. Amekuja kufungisha ndoa za kishetani, anza kumkamata sasa. Sema, uliyekuja kunifungisha ndoa za kishetani na kufyeka kama mamlaka damu na kondoo, aliyekuja kuzuia maisha yangu, nami nakushambulia katika jina na kufuata katika jina la Yesu Kristo, na kudondosha na kupasua pasua kwa mamlaka damu na kondoo, na kuvunja vunja vipande vipande katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Biblia inasema, nyamaza kidogo. Biblia inasema patatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watakuwa na ishara na miujiza mingi, msiwasadiki. Kuna mtu amekuja anakaa kama wewe. Kama patakuja kristo uongo, basi kuna uwezekano pamekuja mtu kama wewe uongo. Mchawi anaweza chukua hata kitu kama hiki akakinuiza, akakigeuza, akakifunga kitu ama akakifunika na kitambaa chekundu, akakipeleka kwenye madhabahu, akasema hiki kitu ni Alex. Akiroga hapa naumia mimi, akidunga kitu mguu na mimi nasikia ni kama niko mgonjwa mguu. Nataka tuangamizi zile vitu, zile copies, ni kama copies zimetengenezwa kwenye ulimwengu roho. Sema katika jina la Yesu Kristo, chochote kilicholetwa kwangu ambacho kinatumika kunishambulia mimi na kiharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Chochote kilichogeuzwa kikawa kama mimi, nami nakishambulia sasa na kiteketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Chochote kilichogeuzwa kikawa kama mimi, kikashika nafsi yangu, kikashika roho yangu, kikashika ndoa yangu, nami naishambulia sasa na iteketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyekuja na kama mimi lakini uongo, nami namfyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyekaa kwenye nafasi yangu ya kupata, nami namdondosha kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila kisanamu iliyotengenezwa kwa ajili yangu na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kilichopelekwa kwenye madhabahu kikanuizwa kikakaa kama mimi, nami nakiteketeza. Anza kuiteketeza sasa kwa damu na kondoo. Sema, kila kopi iliyotengenezwa kwa ajili yangu na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema, kila sanamu iliyotengenezwa kwa mfano wangu, nami naipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unajiita tu, sema katika jina la Yesu Kristo, Alex wote wa uongo walioleta kunipiga vita kwa damu na kondoo, nami nawafyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo, maana nayaweza yote katika yule anitie nguvu. Kila mdori aliyetengenezwa, kila sanamu aliyetengenezwa, kila kifuli kilichofungwa juu ya maisha yangu, nami naishambulia kwenye ulimwengu roho, naiteketeza sasa, naipasua pasua kwa mamlaka ya damu na kondoo, maana imeandikwa, mkono wa Bwana si mfupi hata ukashindwa kuokoa. Natuma moto sasa katika kila mashimo, natuma moto katika kila natuma moto katika kila madhabahu, natuma moto katika kila manuizo, naziteketeza sasa, nazipasua sasa, nazifyekelea mbali, nazipasua pasua kwa mamlaka ya damu na kondoo, maana imeandikwa, umeanguka Babeli mkuu wa makahaba, nami naangusha kila manuizo iliyotengeneza kwangu, naangusha kila replica iliyotengenezwa kwa ajili ya maisha yangu, nazidondosha, nazipasulia mbali katika jina la Yesu Kristo kwa uwezo wa Yesu aliye hai. Kumbuka, cha mtu huliwa na mtu, lazima aje ni kama wewe. Yani pakatokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake ni Yohana. Shetani pia anatuma watu, anakaa kama wewe, kumbe anatumia nyota yako, anakaa kama wewe. Yani si lazima mfanane sura, lakini amekuja kwa mfano wako. Yani ni nabii wa uongo, ni Kristo wa uongo, ni Alex wa uongo. Unamshambulia sasa, unasema katika jina la Yesu Kristo, yoyote aliyetumwa kutoka kwenye mashimo ya uharibifu, yoyote aliyetumwa kunizuia, yoyote aliyetumwa kwa mamlaka ya damu na kondoo akachukua nafasi yangu, na mdondosha, na mpasua, na mfyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo, na mvunjilia mbali katika jina la Yesu Kristo. Anza kuwashambulia sasa, sema katika jina la Yesu Kristo, ewe Raeli wa uongo, nami nakushambulia. Ewe kwa damu na kondoo, ewe Angela wa uongo, nami nakushambulia. Kila manuizo iliyofanywa juu ya watu hao, nami nazishambulia sasa, nazifyeka, nazipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema, naikamata anga, naikamata nchi, naikamata bahari kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila kopi iliyopelekwa kwenye madhabahu, nami naishambulia sasa kwa damu na kondoo.
na uwezo wa Yesu leo. Anza kuambia sasa, achia nyota yangu, achia kazi yangu, achia na biashara yangu kwa damu na kondoo. Umemeza mali, utayatapika tena, kutoka tumboni mwako Bwana yatatoa. Nami nakushambulia sasa na kufyeka katika jina la Yesu Kristo, na kushambulia, achia sasa na kupasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Uliyefunga nyota yangu, pasuka vipande vipande. Uliyefunga kazi yangu, na kufyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na uwezo wa Yesu leo endelea kuwaponda, endelea kuwavunja, endelea kuwapasua katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu. Leo nataka tumalize, lakini lazima tupige roho ya kisasi. Ukiwapiga vile, kuna wakati wanakuja, wanajikusanya, wanakuja kukuwinda usiku, wanakuja kulipiza kisasi. Nataka tupige roho ya kisasi, nataka tujiekee ulinzi wa damu ya kondoo. Nataka tugeuke, tukue moto, wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Asije usiku umelala, asije akakunyonga. Tunageuza nyumba yako inakuwa moto. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo, kila roho ya kisasi iliyotumwa ama inayopanga kuja kwangu, na ikamata katika jina la Yesu Kristo, na ifyeka na ivunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na geuka na kuwa moto. Nyumba yangu na igeuza inakuwa moto damu na kondoo. Maombi yangu na igeuza yanakuwa moto ya damu na kondoo. Mtoto wangu na mgeuza anakuwa moto damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kisasi na ikamata na ifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Wanaojipanga kupigana nami najipanga na wapasua kwa mamlaka ya damu na kondoo, na vunja vipande katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Yesu leo unapiga roho ya kisasi kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema, ewe roho ya kisasi, na kuvunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na geuka na kuwa moto, na geuza nyumba yangu inakuwa moto damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Yesu aliye hai. Kumbuka malaika wa Mungu fanya matuo kuwalinda wale wanaomwabudu. Unasema katika jina la Yesu Kristo, naamuru malaika wa Mungu afanye matuo juu ya nafsi yangu. Naamuru malaika wa Mungu afanye matuo juu ya biashara yangu. Naamuru malaika wa Mungu afanye matuo katika jina la Yesu Kristo, tena afanikishe njia zangu. Unaanza kumwamuru malaika alete akulinde katika jina la Yesu Kristo kwa mamlaka ya damu na kondoo, maana tunalindwa na Mungu katika imani katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba haya kwa kuamini kupitia mwana wako Yesu.